Masomo katika shule ya msingi ya Danya eneo la Teso Kaskazini yalisitishwa kwa muda baada ya wazazi kuandamana barabarani wakilalamikia unyanyasaji, usimamizi mbovu na ushirikina. Wazazi hao waliapa kutolegeza msimamo wao wa kuendelea kufanya maandamano mara kwa mara hadi mkuu wa shule hiyo atakapohamishwa. Walisema viwango vya elimu katika shule hiyo vimeshuka licha ya kuwa imekuwa ikiongoza katika matokeo ya KCPE kwa miaka mingi katika eneo la Teso Kaskazini. Juhudi za mwakilishi wa wadi eneo hilo Isaac Omalwa kutuliza hali ziligonga mwamba. Mimi nimekuwa kiongoza hapa na chenye tunahitaji tu shule iendelee. Na uongozi, you cannot be in leadership all the time. Yes. Mimi nimetoka, mimi sasa ni mzazi, nafurahia kwa sababu mtoto wangu hapo kwa hii shule. But shida ikitokezea lazima tukuje tuseme. We don't want anybody to protect. Alafu the worst thing naambiwa hapa, mtu anakuja na chinja kuku shuleni, wazazi wanakuja, wanafunzi wanapata wamechinja kuku. Na sasa hiyo damu iko kwa gate metapaka, watoto wetu wanakuja wanavuka wanafagia hiyo damu. Tumepitia hali ngumu sana tangu madamu mmoja anaitwa Rosemary Ikadi Sokata ingia katika shule hii. Mambo ambayo amefanya hapa hayapendezi watoto wetu katika shule hii. Haipendezi wazazi katika shule hii. Haipendezi wanasiasa katika eneo hii. Na haipendezi hata walimu wengine hapo ndani. Tukaambiwa kwamba tulipe 500 ya walimu. Kinachotuuma sana ni kwamba zile 500 tunazotoza sisi wazazi, walimu hawapati hizo pesa. Tunapata malalamisho kwa walimu kwamba wazazi, tunafunza watoto wenu lakini hatulipi. Miezi mitatu, miezi minne wazazi walimu wajalipwa. Zaidi ya wakazi 1035 kutoka kaunti ya Kirinyaga wamefaidika kutokana na miradi ya maji safi, huku vijana ya makundi